Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 19 hata ule wa 22. Karibu. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba. Imeandikwa, Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Mfalme wa Wayahudi. Basi anwani hiyo waliisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji. Nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiyahudi na Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule alisema, mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, nimeandika. Amen. Amen. Tafadhali tuketi, tukaribishe kwaya kuu. Wanafunzi wake ya kwamba atasulubishwa. Siku ikafika, Bwana akakamatwa kwenye bustani Getsemane. Wakampeleka kwa Kayafa, ukaliko Bwana akashitakiwa. Bwana akatemewa mate, kapigwa makofi, kadhihakiwa. Waila wakamuua, wakampeleka kwake Pilato. Pilato ahukumu, Yesu ana hatia. Nimfanyie nini? Mfalme wa Wayahudi. Sulubishe huyo, sisi hatumtaki. Sulubishe huyo, sisi hatumtaki. Bwana wa upendo alitufia sisi tuliostahili adhabu. Aliacha enzi takatifu mbinguni kuja kutuokoa sisi. Ndugu, tuache dhambi zetu, yatosha sasa na tumrudie. Bwana katemewa mate, kapigwa makofi, kadhihakiwa. Waila wakamuua, wakampeleka kwake Pilato. Pilato ahukumu, Yesu ana hatia. Nimfanyie nini? Mfalme wa Wayahudi. Sulubishe huyo, sisi hatumtaki. Sulubishe huyo, sisi hatumtaki. Tutaimba wimbo wa namba 80, na baada ya wimbo wa namba 80 tutakaribisha wimbo wa tarumbeta, na baada ya wimbo huo tutasikiliza msomaji anayefuata.
wimbo namba 80. Baada ya wimbo huo tutakaribisha tarumbeta na msomaji anayefuata atajiandaa. Sura ni ile 23 mstari wa 32 hadi ule wa 34. Neno la Mungu linasema hivi: wakapelekwa na wawili wengine wahalifu wauawe pamoja naye, na walipofika mahali paitwapo Fuvu la Kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale wahalifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Yesu akasema, Baba, uwasamehe, kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Amen. Amen.
Watu wakasimama wakitazama wale wakuu, nao walikuwa wakimfanyia mzaha wakisema, aliwaokoa wengine na ajiokoe mwenyewe kama ndiye Kristo wa Mungu, mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakimwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, jiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wa wale wahalifu waliotungikwa alimtukana akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akisema, wewe humwogopi hata Mungu? Nawe ukatika hukumu hiyo hiyo. Nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tumepokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilomfaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amin nakuambia, leo hii utakuwa pamoja nami peponi. Amin. Amen. Tuketi na tutaimba wimbo namba 276, Yohana Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 25 hata ule wa 27. Karibu. Nitasoma katika jina la Yesu. Na penye msalaba wake Yesu walikuwa hapo wamesimama mamaye na umbo la mamaye, Mariamu wa Klopa na Mariamu Magdalena. Basi Yesu alipomwona mamaye na yule mwanafunzi aliyempenda amesimama karibu, alimwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Kisha akamwambia yule mwanafunzi, tazama mama yako. Na tangu saa ile mwanafunzi yule akamchukua nyumbani kwake. Amen. Amen. Tuketi tafadhali, tutaimba wimbo namba 91, beti wa kwanza na wa pili. Baada ya hapo tutakaribisha kwaya kuu. Wimbo namba 91, beti wa kwanza na wa pili. Baada ya hapo tutakaribisha kwaya kuu. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabakthani, yaani Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamuita Eliya. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Eliya anakuja kumwokoa. Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Amen. Amen. Msomaji wa 8 atasoma Luka 23:44-49. Luka 23:44-49. Karibu. Neno la Mungu mchana wa leo linatuambia, hapo ilikuwa yapata saa 6, ukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Jua limepungua nuru yake. Pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kuu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Alipokwisha kusema hayo,
alikata roho. Yule akida alipoona yaliyotukia, alimtukuza Mungu akisema, hakika yake mtu huyu alikuwa mwenye haki. Na makutano yote ya watu waliokuwa wamekutanika wakatazama mambo hayo, walipoona yaliyotendeka, wakaenda zao kwao wakijipiga vifua. Na wote waliojuana naye na wale wanawake walioandamana naye toka Galilaya wakasimama kwa mbali wakitazama mambo haya. Amen. Amini. Tukiwa tunaendelea kusimama, tutaimba wimbo wa namba 85, beti mmoja uliosulubishwa, mtakatifu mwanangu, na aliandaliwa kusoma somo la 9. Asogee mbele. Atasoma Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 28 hata ule wa 30. Yohana Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 28 hata ule wa 30. Karibu. Neno la Mungu linasema hivi: baada ya hayo, Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimie, akasema, naona kiu. Kulikuwako huko chombo kimejaa siki, basi wakatia chombo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo, wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akasalimu roho yake. Asante. Tukiwa tumeendelea kusimama, tupate kutafakari maneno haya 9 ya Bwana wetu Yesu Kristo msalabani. Maneno haya Bwana wetu aliyasema kwa huzuni na uchungu mwingi na maumivu mengi, lakini kwa ajili ya ukombozi wa maisha yetu. Tupate nafasi ya kutafakari kwa dakika chache tunapoimba wimbo wa namba 298, ubeti wa kwanza na wa pili. Tukimaliza kuimba mabeti hayo, tutapata nafasi ya kutulia kabisa. Kila mmoja atafakari kwa nafasi yake maumivu ya Bwana wetu Yesu Kristo na mateso yake. Kama unaweza kupiga magoti muda utakapofika, utafanya hivyo. Kama unaweza kukaa hapo chini kabisa, utafanya hivyo. Na kama unakaa kwenye kiti, tufanye hivyo, lakini tuwe na ukimya na utulivu, ili kila mmoja atafakari ndani ya moyo wake maumivu na mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Beti wa kwanza na wa pili kwa namba 298. Thank you.
Yesu Kristo mpendwa kukaa hapa duniani na kupata mateso mengi, na kwa huruma yako katika yeye tumeona upendo huu. Tunakuomba uziangazie roho zetu ili tuweze kutafakari ukombozi huu na kufika toba na msamaha. Bwana, tusaidie ili tusiwe watu wasiosikia au wasio na fahamu juu ya maana ya damu ya mwana wako Yesu Kristo. Utusaidie Baba, tutambue haya ili utuwezeshe kukutumikia vema kwa kulitangaza jina la mwanao mpendwa Yesu anayeishi pamoja nawe na Roho Mtakatifu daima milele na milele. Amini. Yesu nilishwa Bwana asifiwe. Watu wa Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa sehemu hii ya maombi. Naona bado kwa wengine wanasikia kujika na kuendelea kuomba, lakini basi damu ya Yesu itoshe kuwawezesha kuendelea kuomba.